Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Rais wa Marekani bado anasisitiza mazungumzo kati yake na mamlaka za Iran. Trump anapendekeza kuwa Iran huenda ikakubali kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani licha ya kushadidi mvutano na vitisho vya kurudi nyuma kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari, rais wa Marekani alionekana kuwa na matumaini kuhusu matarajio ya diplomasia ya ana kwa ana na Tehran. Anasema, nadhani ni bora ikiwa tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja. Nadhani huenda haraka na unaelewa upande mwingine vizuri zaidi kuliko ukipitia uamuzi. Walitaka kutumia uamuzi, sidhani kama hiyo ni kweli tena. Mwezi uliopita Trump alituma barua kwa uongozi wa Iran akitaka mazungumzo na kushughulikia mpango wa nyuklia wa Iran. Rais wa Marekani pia amekuwa akitishia Iran mara kwa mara kwa mashambulizi ya kijeshi. Tehran imekataa matarajio ya mazungumzo ya moja kwa moja na Washington, lakini ikasema iko wazi kwa diplomasia isiyo ya moja kwa moja. Haijabainika iwapo Iran kweli imebadili msimamo wake au iwapo Trump anakisia kuhusu msimamo wa Tehran. Trump yeye anasema kwamba anafikiria huenda Tehran ipo tayari kwa ajili ya mazungumzo ya moja kwa moja, na utawala wa Marekani umekuwa ukiweka vikwazo dhidi ya Iran kwa lengo la kukomesha kabisa mauzo ya mafuta ya nchi hiyo haswa kwenda nchini China. Mnamo mwaka 2018 wakati wa muhula wake wa kwanza kama rais, Trump alifuta makubaliano ya kimataifa ambayo yalifanya Iran ipunguze mpango wake wa urutubishaji wa nyuklia kwa kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo vya kimataifa dhidi yake. Tehran inashikilia kuwa haitafuti silaha za nyuklia. Israel, mshirika mkuu wa Marekani katika eneo hilo, inaaminika kuwa na silaha za nyuklia ambazo hazijatangazwa. Tangu arejee madarakani mwezi Januari, Donald Trump ameahidi kuleta amani katika mizozo ya kimataifa, ingawa ameihutubia Iran kwa mchanganyiko wa maoni ya kidiplomasia ya umma na maonyo makubwa. Ikiwa hawatafanya makubaliano kutakuwa na mabomu, alisema wiki iliyopita. Maafisa wa Iran wamejibu kwa vitisho vyao wenyewe, wakidokeza kuwa iwapo nchi hiyo itashambuliwa, itajibu mashambulizi dhidi ya wanajeshi na maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Marekani lazima ijue kwamba inapokabiliana na Iran, vitisho kamwe havitafanikiwa lolote. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alisema mwezi uliopita, kwa mujibu wa shirika la habari la Tasnim la Iran. Marekani na wengine lazima wajue kwamba ikiwa watafanya kitendo chochote cha uovu dhidi ya taifa la Iran watapata pigo kubwa, anasema kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran Ayatollah Al-Khamenei. Lakini msimamo wa Tehran katika eneo hilo unaonekana kudhoofika wakati wa vita vinavyoendelea huko Gaza na kwingineko. Israel kwa mfano iliua uongozi wa juu wa kisiasa wa kijeshi wa Hezbollah ya Lebanon, mshirika aliyewahi kuogofya wa Iran. Iran ilipoteza mshirika mwingine muhimu baada ya makundi ya upinzani yenye silaha kumuondoa madarakani rais wa Syria Bashar al-Assad mwezi Desemba mwaka uliopita. Nadhani wana wasiwasi, nadhani wanahisi hatari na sitaki wasikie hivyo, Trump alisema Alhamisi akimaanisha Iran. Basi mtazamaji, nasi tutakuwa tukikujuza mambo mengi ambayo yanaendelea wakati huu, lakini ni kusitu mtazamaji, usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.